Yaani dada nani nimependa sana kwa sababu wago umefika hapa kwa muda unaofaa. Asubuhi kabisa watu hawajafika lakini wewe mwenyewe umefika pale. Nakushukuru sana kwa sababu wewe ni namba 1 kwenye DRC. Unajua, yani mwanamke anaamka, anaosha vyombo, waga anaenda kuteka maji, yani vitu kama vile anaosha vyombo vya nyumbani, unaona? Kazi zile za nyumbani. Na ndio maana mimi nimefurahia sana umefika kwa muda unaofaa. Mbona wewe nyumba kimya tu? Pale kisu liko pale inafaa uongee kwanza. Yaani unaongea na mtu ambaye anakuongelesha. Si kusema kwamba unabaki kimya pale tu. No. Ama umejiona umekuwa mrembo. Samahani. Yaani mimi mwenyewe sikusema kwamba ni watu waga. Mungu wangu. Nashukuru kwanza, naona kabisa sura zimekuwa zikarimu kupitia likizo. Ila tutaongelea sijui geography kwa siku ya leo. DRC ni nchi ambayo wazungu wale wa Beleji walikuwa wamevutia DRC na walikuwa wakisumbua DRC kwa miaka ambayo iliyopita. Kwa nini mstuko hivi? Nashindwa sana. Na ukikira mtu, naomba sana, kila mtu akubwa. Usika bwana. Mtoto hapa. Nyinyi watu wazima, huyu kama watu ambao wana akili timamu, nyinyi wasomi. Mimi sioni hata kitu hapa. Ni brother zangu mimi sijaamini kabisa. Yaani macho yangu mawili hivi nimeona hivi. Tena yeyeka tulipomuzika vile vile tu. Yaani sikuamini. Yaani sijaamini kama mtu mbaya. Yaani mfu anaweza akajitokeza tena kwa mara ya pili. Sasa pia mimi nashangaa. Yaani nilikuwa sijaamini hapo. Mfu anaweza akajitokeza tena mara ya pili. Ndio nimeona dunia chungu. Sina hamu ya kukula chochote, hata sijui wakiniletea sijui keki, sitakula. Yaani hapa mimi pia mwili wangu naona tu mwepesi hivi tu, nimekufa mimi, nimeshifa thamani, nimeshaisha. Fikra zenu sasa mnawaza nini? Sasa jinsi nilivyoona lazima tumpate mtaalamu. Hapo ndo umeongea sasa, ni kama mtu ndio jimu nilikuwa naangalia tu kwako tu, unaona kijana unakaa tu huzuni itakumaliza hapo kabisa, yote yatakuisha. Sasa kaka, tutenda lini tena bwana? Tunaenda saa hii yani moja kwa moja hadi kwa mtaalamu.
Tusipone muda. Ni lazima tufaende kaka. Ya. Babu. Delina, samahani kwanza. Sasa nimejaribu kushinda imani kabisa. Yaani samahani Delina. Yaani hatukufanya kwa makusudi. Hatuna nia mbaya, hatuna nia mbaya kabisa. Hatuna nia mbaya, tafadhali. Delina, tusamehe kwanza mama. Hilo jambo tulilifanya yani sita nikatungilia. Yaani mpango mwenyewe ndio umeleta. Tafadhali. Mama tafadhali.
Weni viatu mio haraka. Nasema weni viatu. Iza. Tabarikiwa. Iza. Tabarikiwa. Iza. Tabarikiwa. Kaini chini. Iza. Tabarikiwa. Iza. Tabarikiwa. Iza. Tabarikiwa. Iza. Tabarikiwa. Iza. Unaofu nini? Leo ni chako. Leo ni chako. Leo ni chako. Leo ni chako. Ni chako. Leo ni chako. Leo ni chako. Leo ni chako. Jana nimelijua tatizo lenu. Mnanijua mimi. Mnanijua mimi? Mimi ni mganga pani. Najua kuna msichana ambaye amewasumbua sana. Kweli mganga, tunateseka sana mganga. Najua anaitwa Fidelina. Unanielewa? Na sasa amefungwa kifungo cha milele. Asante. Kufanya mambo kufanya vitu sana. Tunasaidia sana atulani usingizi. Subiri mimi kidogo. Unanielewa? Tazameni humo. Sogele karibu. Naliona nini? Amefungwa. Asante sana mganga. Haya. Umetusaidia mganga. Sada. Tumemwona. Ndio mganga, asante sana. Wazafa. Kuna kitu ambacho kitawachunga. Unanielewa? Kile kitu kitawalinda Aisha yenu yote. Kitu mwenyewe ndio hiki. Wendo kipokee, kwa nini una hofu? Wendo kipokea. Una hofu nini?
Nani Bruno? Si mimi bwana. Usiniogope bwana. Si wewe na mimi ni huyu. Wewe? Mganga amefariki. Jamani, mbona umeenda kututana usaidizi? Kwanza la nani? Wewe unataka usaidizi bwana, ndio sasa mganga mwenyewe mpaka. Hapana. Nilikuwa nikwambia jamani, eleza hayo mwanzoni, nataka kunielewa. Unamlamu nani? Karim. Sio nini unalaumu sasa? Fanyeni wewe ndio ulianza. Subutu funga mdomo wako. Nimeenda kukuacha nini kufunga kama uje kwa mganga. Kwa kweli niita kama mimi sina akili. Bora twende kanisani. Fanyeni sio kuongea, yani wewe. Ona sasa mganga mbariki. Nini? Nishabakia mbali. Mzima mbaki mbali. Mungu sana. Pengine anaweza kajitumbukiza tena hapa. Wacha makosa kwa damu ya Yesu, alikushinda shetani kwa damu ya Yesu. Yesu pekee wangu kwa damu ya Yesu. Si mimi, sio mimi. Sio mimi. Matokeo yanaonya kuliko onyo. Mungu. Sasa kijiji nitamwambia nani, nitamwambia nani? Mapasta hapa siwaamini. Siwaamini wote, lazima niende mjini. Pasta hapa no. Pasta Getuta no.
No, Pastor Ketuta siendi kwake. Sema nende mjini. Sema nende mjini. Mungu wangu nisamehe. Sijui daki ya kwali gani. Sijui wenzangu wa kwali gani. Nenda mjini. Mjini. Mimi si mkubwa yupo. No. Uliza kwanza pumbavu wewe. Kuna nini baba? Mimi ni wangu nikupiga mimi. Ipo hivi mkubwa. Mtu mmoja tumwapa jana yeye mwenyewe kijana. Kwani sasa kwake nini? Subiri wewe pumbavu. Amekuja. Acha bangi, acha bangi. Mtu ambaye amefariki atatokea. Sikiliza. Atokee tena. Naona mimi mwenyewe. Acha bangi wewe. Kama ni bangi shauri lako. Wewe mwanamua. Ulihakikisha kwa ukweli ameshafanya. Nilimuua kwa ukweli, nilimuua. Mkubwa amekuja kama ghost, si mtu ambaye yupo kama mimi hapa. Ghost jamani, mimi niwaambie nini mkubani nyinyi? Hali nimewaambia hivi. Acha bangi, acha bangi. Mtu ambaye amefariki atajitokeza kivipi?
Subiri, amekuta huko. Kabisa. Subiri. Poa kwanza. Mimi hapa nimechoka, nimeona mara mbili. Hata mimi kaka nimechoka baba. Nimechoka mimi. Usio na hofu. Tutapa tutakwenda kujini. Mambo bandia tuache. 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 Itala nyumbani kwenu hapa. Mama kwa nyumbani kwetu unajua hiyo. Watu ni mjini. Mhudumu, niletee juice 1000 pale. Usikunywe kama walevi. Sana mambo ya mjini haya bwana. Haya. Usinitoe ulimi. Najua pia ufungua kwa kinywa changu. Weka pilipili hapo. Kuna kama yani kinachoma ulimi hivi. Acha mambo hayo, sema mizuka. Mimi sasa kama mwanamke sasa nikuta hapa mjini sasa. Ukinipata mji mwenyewe mkuu kwanza ni kuniona ujui kata ambapo naishi. Limali nakaa nyumbani yao ujui. Tushinde kunaona kwa nini sasa? Tusiponaona hapa. Ndio tutaongea sisi ni familia ya nyoka. No. Acha wafu. Wao pia wanywa maji ya mvua. Alifika kijini kunywa maji ya mvua lakini nakumbuka sana yani. Mpaka nakunywa damu yani. Kwa kukumbuka tu damu yangu inayanywa kwa heshima zenu. No. Please. Mtumishi. Ya. Karibu sana kaka. Karibu sana. Ndio mpaka ukae pale. Ndio. Ukae hapo. Karibu sana kaka. Ndio. Yaani wewe utulie. Katika maandiko matakatifu tumesoma ya kwamba kwa Mungu hakuna kinachoshindikana. Tatizo kubwa sijui kwa Mungu hakuna tatizo kubwa kaka. Ni jinsi umefika, ipo tatizo lako litaisha kaka. Ndio. Usiwe na hofu. Kwa jina la Yesu utapona. Amen. Okay, nitakusihi ufike kwa magoti tuombe Mungu asishindwe na roho. Baba mtakatifu unayekaa mahali pa juu mbinguni.
Tazama, ni wewe umesema kwa jina la Yesu yote yameisha. Kwa jina la Yesu Baba, tazama huyu ana tatizo, tunalikemea kwa jina la Yesu. Hata matatizo mengi kuliko yake Baba yameisha. Tunaomba sasa uje ujitukuze katika hii maombi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunaomba pepo hizi zinazosumbua ziishe kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Mikono yangu hii ambayo nimeitia juu ya kichwa yake, ni wewe umeipaka mafuta, ukisema inawezekana kuondosha matatizo ambayo kaka huyu anabeba Baba. Mungu wa Meshaki, Mungu wa Abednego, Mungu wa Isaka, tunaomba nguvu zako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunaomba utubariki Baba na utusikie kwa jina la Yesu. Unabarikiwa sana. Na usiwe na shaka, na kwa Mungu hakuna hata kimoja kinachoshindikana. Tutashukuru sana. Yeye ni yote katika yote. Amini ya kwamba tena jinsi alivyosema yote amekwisha msalabani, hivyo na tatizo lako limeisha. Asante. Nitashukuru Mungu anifanyia mzani nikiwa huru tu mpya. Alafu Baba, una nini? Tatizo gani? Yaani tumeisha kusema kweli na tatizo kubwa ambalo atasizani kwamba sijui nitaliondokea kivipi. Yaani pastor, unapendona hapa mimi si mwana mjini, ila nimetokea kijijini. Na kama nimetoka kijijini, nimetoka tu kukimbia tatizo. Nikizani kwamba nikija huku mjini nitapata amani. Ila tatizo mwenyewe limezidi sasa kuongezeka. Kuwa na imani kwanza, utakuwa huru. So tulikuwa vijana watatu, mimi rafiki zangu wawili ambao wamefariki kwa hili tatizo tu. Alikuwa Daki, pia alikuwa Brown. So sikuwa vijana watatu kijijini. Kulikuja na msijana fulani hivi, yani alitoka huko mjini. Alikuwa anaitwa Fidelina. Alikuwa na kijijini kwa likizo. So alipokuwa mrembo zaidi pale, ni sote tukatamani kuwa naye. Tukampenda. Lakini alikuwa na kaka yake fulani ambaye alikuwa anaitwa Shadrack. Na Shadrack mwenyewe pale alikuwa mkali zaidi, yani mpaka alikuwa anatunyima nafasi na kumpata dada yake. So tukaona ili tumpate dada yake kwa urahisi, tukaamua kuongea na magaidi, yani pale kikosi cha Dolaman. Yani Dolaman mwenyewe pale kijijini, yani ni muasi kabisa. So tulipoongea na Dolaman, wakafanya jambo, wakamuua kaka yake. Si pia alipofariki kaka yake, tukapata nafasi nzuri yani ya kumpata yule Fidelina. Tulipompata pale, yani hatukumpata kwa mahusiano yoyote ama masikilizano yoyote. So tulimbaka tu, yani kwa kumforce. Tulipoona kama tumebaka, yani tukajiuliza akitoka hapa ni msijana atakwenda kueleza wana kijiji, na si pia tutaweka jela, ni sijui miaka mingi zaidi. So tukaamua ni siri yenyewe, ili kuificha siri tukaamua kuiweka chini ya udongo. Ina maana tukamuua. Ni pastor, sina imani kwamba Mungu atanisamehe. Tulia kaka. Tulipumzika tu, yani siku chache hivi tu, yani ilikuwa ni kama wiki hivi. Tukaanza kumuona, yani kututokea mahali kwa tunakaa. Akaanza kutusumbua, yani msuka mwenyewe tunamuona yeye, mtu ambaye tunamcheka lakini tunamuona. Ndugu zangu wale kabla hawajafariki, tulipoona kwamba yani ametusumbua zaidi sana, tukaamua kwenda kwa mganga. Alitukuta huko, yani mpaka akamuua mganga mwenyewe, yani pale za shetani kweli, yani shetani kwa shetani haviwezani. Ndio. Kwa maana tumeona, yani nimeona ni heri mimi ndio nikimbilie kwa mtumishi tu, yani kwa sababu Mungu anasema kwamba Mungu barikiwe sana. Nikifungua mnyororo hivi nitamtumikia Mungu tu, Mungu maishani mwangu mote. Nimesema mbeleni ya kwamba Mungu ni yote katika yote. Ndio, yani nitaamini. Na katika Biblia tunajua kwamba Yesu alikuja akafariki siku 3 kaburini, akashinda nguvu za nini? Za giza, za shetani. Kwa hivyo hizo tatizo zako tunazionyesha Mungu. Kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Nikifungua mnyororo hizi, yani nitamtumikia Mungu maishani mwangu mote. Asante sana. Ila nafurahi sana wakati umesema ukweli utamfundisha. Jesus. Usiwe na Jesus na nini? Jesus. Wewe ni pepo mchafu wewe. Wewe ni giza. Huwezi ukaambatana na nuru wewe. Nguvu zako zimeshindwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nakukemea. Kwa jina la Yesu. Huwezi lolote wewe. Yesu amekuja kukuvunja wewe. Huwezi lolote. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Baba. Shindwe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu wewe.
wewe, kwa jina la Yesu. Haleluya! Kwa jina la Yesu, wewe huwezi lolote wewe. Mungu manipaka mafuta ili nikemee pepo hii. Fanya yake Baba. Wewe shindwa kwa jina la Yesu. Shindwa kabisa. Wewe shindwa kabisa. Kwa jina la Yesu. Yesu anakushinda msalabani wewe. Kwa jina la Yesu Kristo. Shindwa kabisa. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Wewe lolote. Toka wewe. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Wewe ni giza. Pepo mchafu wewe. Jina la Yesu. Alright. Anabaktisha. Yesu, wewe ni Mungu. Rakba. Karibu sana kwanza. Mimi nimewaitisha na shukuru sana kwani mmeitika wito wangu. Mimi nimewaita ni kutaka kujua marefu kuhusu jambo ambalo kijana mmoja amekuja kueleza hapa. Ameeleza kwamba amefanya mabaya sana. Aliua mtu, akabaka. Na huyu msichana aliyebaka anaitwa kwa jina Fidelina. Yaani kijana ambaye ametoka hapo nyumbani mwangu amesema kwamba yeye aliua Fidelina. Katika maongezi ya huyu kijana kuna jambo moja ambalo lilikuwa la kushangaza sana. Amesema kwamba huyo mtu ambao walimbaka walimuua hapo anajitokeza. Afu nilipenda nijue kama kuna nini katika familia yenu, kama kuna amri gani ambayo sijui wababu wamewaachia katika familia. Asante sana. Hilo ni swali nzuri sana. Ila kwanza, mchungaji, asante sana kwa kutupokea kwenye chumba hiki. Ndio. Ila tunasikitika sana. Yaani lile jina ambalo umelitaja pale mbele ni jina la mwanangu. Ndio. Ni jina la mwanangu. Huyo Fidelina? Ndio. Huyu hapa ni ango ya Fidelina. Yaani tunasikitika sana. Yaani mwanangu alienda kufuata shule kwenye town. Yaani kulikuwa kijana ambaye alikuja amchezee. Na alichezea mahali ambapo yaani aligusa mahali pabaya. Ndio. Yaani kwenye familia letu, mchungaji, tunatumia sana hirizi. Tunatumia sana hirizi. Ndio. Yaani kama tunatumia hirizi, yaani mtu kama unagusa mahali ambapo panapatikana familia yetu, yaani utaadhibiwa. Yaani mababu zetu wanapigana kwa nafasi yetu. Na yule Fidelina kama amekuja wena anajitokeza mahali fulani, yaani watu wanaenda wanafariki, yaani mababu za familia yetu walimvika hirizi ambayo inapigana kwa nafasi yake. Unaweza ukanipatia hiyo kitu ambacho kusema kama familia imepokeza? Kama unahitaji hirizi, yaani hirizi yenyewe ndiyo hii nimekuja nayo. Asante sana. Kwa jina la Yesu. Hirizi yenyewe. Bariki Baba. Nimekuja na hirizi yenyewe. Kwa jina la Yesu. Yaani hirizi yenyewe ndiyo hii. Barikiwe sana. Jina la Yesu Baba. Tunapeleka Roho Mtakatifu aje ateketeze nguvu zote za mwovu zinazokaa katika hiyo kitu, na familia hii iwe katika amani na raha inayotoka kwako wewe Baba, kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Mungu anawapenda sana. Haijapo nitawasihi ninyenyekee kwa magoti ili tuombe katika uwezo wa Yesu Kristo.